Basi karibu tena katika mahubiri ya ibada hii. Leo siku ya Jumapili tarehe 22 Machi 2020. Leo tutakuwa na somo lenye kichwa hiki hapa. Kwa wale mnaoandika, kichwa cha somo ni hiki hapa: Kirusi cha corona na Mkristo. Kirusi cha corona au virusi vya corona na Mkristo. Kama utangulizi tu, tutaona pointi kama kuu 3, lakini tuanze na utangulizi. Somo hili la leo kimsingi sio somo la kawaida, hatukuzoea masomo kama haya. Tunalifundisha kulingana na hali ambayo inatuzunguka kwa sasa, na hatufanyi hivi kuifurahisha dunia. Bana, tunagundua kwamba ndani ya mafundisho ya leo, naomba watoto wote watulie na watu wakubwa wote watulie wote. Tutagundua kwamba hatufanyi kwa ushabiki au kuifurahisha dunia, kwa sababu dunia ya leo ngoma inayochezwa kibwagizo chao ni corona. Wengine unafikiri kama wanafurahia kwamba ametokea haya. Sasa sisi hatufanyi hivyo, na somo lenyewe litajithibitisha kwamba hatufanyi hivyo. Somo la leo halitahusu ugonjwa tu wa corona peke yake. Unaweza ukalitumia katika majanga yote yale. Inaweza katokea yani maandiko utakayosoma leo yanaweza yakahusika na majanga na kipindi cha majanga cha shida na tabu. Kwa mfano wakati wa ugonjwa, wakati wa msiba mikubwa, wakati wa vifo, wakati wa labda wa mafuriko au ugonjwa mwingine wowote ule wenye kuathiri jamii na dunia. Yani ni somo linalohusu janga. Ni somo linalohusu janga, mazingira ya majanga, ya matatizo makubwa, shida kubwa la wengi. Kwa hiyo sio somo maalum kwa ajili ya ugonjwa huu peke yake. Japo kutakuwa na vitu vichache vinavyohusu ugonjwa kama ugonjwa. Lakini neno la Mungu, mafundisho ya Mungu, maelekezo ya Mungu yanahusu matatizo anayopitia mwanadamu katika kiwango cha kipana fulani. Kipindi hiki tangia mwezi wa 12 au 11 mwaka jana kulianza tetesi. Ni tetesi, inaanza kama tetesi kwamba una ugonjwa sio unaua watu wa kukohoa, kama mafua makali na nini, ukaanzia nchi ya China. Maeneo yanaitwa Wuhan. Jimbo fulani sasa kufika China. Kwa hiyo na mimi nasikia. Kwa hiyo ukaenea baadaye ukaonekana sasa unaenea kwenye mataifa. Paka tunafikia jana. Sio somo la leo kuanza kusema jinsi ugonjwa ulivyoenea, hapana, lakini tutagusa kidogo. Paka kufikia siku ya jana duniani kote kulikuwa kuna vifo 11,000 na zaidi. Duniani kote. Siku ya jana taifa la Italia liliandikisha vifo vipatavyo 800. Taifa moja tu la Italia. Italia sio nchi kubwa sana. Nadhani na watu kama milioni 60. Lakini kijiografia ni wadogo kuliko sisi. Mpaka sasa inasemekana kuna watu kama 300,000 wameshaambukizwa ugonjwa duniani kote. Na kuna mataifa machache sana ambayo yamebaki ambao ugonjwa haujatokeza pale. Mataifa machache sana. Sikuwa na interest sana. Najua watu wanaweza kapendezwa na mambo kama hayo, lakini sio sikuja kuhubiri mapendezosho ya wanadamu. Nimekuja kuhubiri makusudi ya Mungu katika tukio kama hili. Yawe yanapendeza, yawe hayapendezi. Na inaonekana watu wapatao 90,000 wameshaugua na kupona duniani kote. Mataifa yaliyoathirika pakubwa kabisa mpaka sasa, unaweza kusema taifa linaloongoza sasa hizi ni Italia. Kwa sababu lina vifo vingi kuliko la China, lakini China ilikuwa ndo kama mwanzilishi au mwathirika wa kwanza. Kwa hiyo ni kama ilivyoanza ukimwi,
ukaua mkoa labda wa Tanzania, ukaua mkoa wa Kagera, lakini baadaye ikaonekana ukatulia kwenye injili pale. Ukawa unaua watu wa kwenye injili kuliko mikoa mingine. Kwa hiyo pamoja kwamba umeanzia China, lakini sasa hivi taifa la bara la Ulaya ndilo linaathirika. Taifa la kwanza kabisa lenye vifo vingi zaidi ya 4,000 na nafikiri sasa ni Italia, 3,000 ndo China, na mfuata taifa lenye watu kama 2,000 kasoro Hispania. Taifa jingine liko kama mataifa ya Kiarabu ni Irani, nayo ina watu zaidi ya 1,000 wamekufa na maambukizi mengi kwenye 50,000 na kitu huko juu zaidi sikumbuki. Lakini mataifa mengine makubwa yaliyoathirika kwa karibu sana baada ya hayo kuna Korea Kusini, jirani wake China. Kuna mataifa kama ya Ufaransa, Marekani, Uingereza, Uholanzi, Ubelgiji na mataifa mengi mengine ya Ulaya zaidi. Kwa bara la Afrika taifa linaloongoza kwa kuathirika ni Misri, South Africa na mataifa kama Algeria na Morocco sehemu ya kaskazini wanakokaribiana na Ulaya. Sasa unajiuliza South Africa kwa nini yuko mbali kabisa? Unaweza ukajiuliza huu ugonjwa unafuata nini? Nikisema kwamba huu ugonjwa unahusika na utajiri, nani anaweza kakataa? Japo sijui. Naweza kusema ni picha kwa sababu kwa nini imetafuta South Africa kabla? Mwingine anaweza kusema utajiri. Kwa mfano kama una viwanja vingi vya ndege, maana wewe ni tajiri. Hata kama uko mbali, ule utajiri wako utakufanya uhusiane na wambali wengine. Kwa hiyo sijui, hilo sio somo la leo. Lakini kuna taifa kama Burkina Faso liko jirani na Algeria nalo limeathirika kwa karibu. Tanzania imechukua hatua madhubuti na mimi naziunga mkono. Hatua za usafi na kuepuka misongamano, na ndio sababu mashule yamefungwa karibu yote. Lakini pia na maeneo mengine ambayo unashauriwa kwamba kama huna sababu ya kuwa kwenye mikusanyiko. Yamkini hata hizi siku zinazokuja za sikukuu, yamkini watu wanaweza kashauri kwamba si vizuri kwenda kwenye kufanya mashopping wakati watu wameshakuwa wengi kwenye ile mikusanyiko. Yamkini ni vitu ambavyo yani mikusanyiko mikubwa. Hemu itafute Kariakoo kabla ya sikukuu za mwaka kama wanakuambia Eid, Pasaka, Christmas. Utakutana na watu yani mnakuwa mnapumuliana hivi wakati mnapishana. Vitu kama hivyo. Lakini kwa ufupi naweza ngasema katika utangulizi sienda kwenye maandiko. Mkristo wa Tanzania anayenisikia na anayeamini kwamba naongea maneno ya Mungu, tunashauri aendelee kufuata zile taratibu za kujikinga au za kupunguza uwezekano wa maambukizi zilizotolewa na mamlaka ya serikali. Kama zitatoka kwenye mamlaka ya waziri mkuu, kama zitatoka kwenye wizara ya afya, kama zitatoka polisi, kama zitatoka popote pale, maadamu ni mamlaka rasmi, ni vizuri tuzifuate kama ilivyo. Ulikuwa ni utangulizi. Sasa tuone katika maneno ya Mungu. Pointi ya kwanza. Mungu hutumia magonjwa kuhukumu mataifa. Tutaenda kwenye maandiko ya kutosha. Leo hii kuna msemo mmoja nianze nao kabla sienda hata katika Biblia inasema hivi, na sio kibiblia lakini ni neno ambalo lina hekima nzuri, inafaa kuwa kwenye Biblia japo alikutokeza kule. Inasema hivi, mataifa ya uasi, kuna nchi zenye uasi. Ukienda kule Marekani kwa mfano kuna mkoa au kuna jimbo linaitwa Nevada. Jimbo la Nevada. Liko karibu na California. Na California kuna miji kama mfano ya San Francisco, unakuta ndiko makao makuu ya mashoga. Yaani mshoga likishatokeza pale yuko nyumbani. Nevada ni kwa wacheza kamari wa dunia wote wako pale. Lakini kuna mataifa yanayojulikana, mataifa ya madawa kulevya, mataifa ya Urusi ni taifa linalojulikana kwa ulevi. Mataifa ya Ulaya ni mataifa yanayojulikana kwa kumpinga Mungu tu.
Kwa sababu ya akili zao na utajiri wao. Sasa ukweli ni kwamba Mungu huyahukumu mataifa kama mataifa. Kuna hukumu ya Mungu ya mtu mmoja mmoja, lakini taifa likishachafuka au eneo likishachafuka, mfano Sodoma na Gomora. Mungu anaamua tu anahukumu upande mmoja tu. Na kama ikitokea dunia ikawa imechafuka, usishangae kutokea ugonjwa ambao unaenea kwenye dunia nzima. Nadhani katika historia ya magonjwa ya dunia karne kama 6 zilizopita kulitokea ugonjwa mmoja maarufu ukijulikana kama Black Death au kifo cheusi. Kwa ni aina fulani ya tauni. Tauni fulani. Ile inayoelekezwa na panya. Panya ndani ya nyumba. Iliua watu kwenye karne kama 14 hivi. Kwenye bara la Ulaya ilikuwa na watu kama 600,000 jumla. Wakati ule. Iliua watu wasio eti 600,000 milioni ilikuwa milioni kama 600. Iliua watu wanaokadiriwa kati ya milioni 100 na milioni 200 kwa wastani wa milioni 150. Wataalamu wa historia za magonjwa au historia za vitu vinaitwa epidemics. Huyo wanajua na kimsingi niko na ufahamu, sio kwamba nimeujulia wakati huu, hapana, nilishausoma hiyo historia ya magonjwa. Mwaka 1920, miaka 100 kamili iliyopita. Kama mwaka huu lakini miaka 100 iliyopita, 1920. Hapo Hispania, hapo ambapo kuna tokota corona, kulitokea ugonjwa mwingine ukujulikana kama flu. Flu ni mafua makali. Kama haya lakini yenyewe yametokana na nini nyingine na virusi vya aina nyingine. Uliua watu kama milioni 100 hivi. Kama milioni 100. Sasa wazima si vibaya kujua mambo yaliyotokea duniani hata kama ni mabaya. Lakini wakapona, wakaendelea na maisha yao. Wakawa matajiri, sisi tukawa maskini, wakaendelea na maisha yao. Kwa hiyo hoja niliyokuwa tumeanza nayo hapa namba 1 tusema kwamba Mungu hutumia magonjwa na vitu vingine tutakuja kuviona kidogo lakini sio sana. Kwa sababu leo tunajenga sasa hoja niko kwenye ugonjwa huu. Kuhukumu mataifa, huihukumu hata dunia. Tutakuja kuona kwamba dunia pia inaingia katika kipindi cha magonjwa yasiyo na tiba. Na ule msemo kwamba mataifa hayatahukumiwa katika ulimwengu ujao, yatahukumiwa katika ulimwengu huu. Unajua sisi wanadamu tutahukumiwa katika ulimwengu mpya. Yaani katikati ya mwisho wa ulimwengu huu na ule ujao ndipo kutakuwa na hukumu pale. Lakini mataifa kama mataifa kwa sababu yatakuwa hayapo tena, Mungu hatasubiri siku ya hukumu ya watu. Ndio hapana. Mungu anahukumu mataifa kwa kuletea magonjwa, vita, njaa, majanga makubwa kama ya moto. Mwaka huu tu taifa la Australia liliungua karibu 1/3 ya nenda kaulize moto wa Australia. Moto uliounguza Marekani. Yaani moto unapaa tu, haujulikani hata sehemu mbichi unaunguza. Nenda ka Google uone moto wa Australia. Na moto wa California Marekani. Kwa hiyo Mungu anatumia hivyo vitu vyote. Tunaona kwenye Biblia inasema. Kwa hiyo Mungu hata subirisha mataifa yenye dhambi na uovu kusubiri mpaka mwisho pana. Huwa anayahukumu hapo katikati na anatumia njaa, vita, magonjwa. Lakini na matatizo mengine kama matetemeko ya ardhi, kama mafuriko na mikasa tu mingine na vitu kama nzige na vitu kama hivyo. Juzi kuna tishio la nzige. Na vitu kama hivyo Mungu anavitumia. Viko kwenye Biblia. Kwa hiyo ukiona kitu kwenye Biblia na Mungu anasema nimekileta mimi, huwezi kaacha kukihubiri hasa katika nyakati kama hizo. Kwa hiyo dunia ya leo ndugu zangu. Bahati mbaya uzuri watu hawajui, hawana bahati mbaya ya kufumbua macho na kujua yanayoendelea. Sasa hivi karibu dunia nzima kutoa bara la Afrika na ndio sababu yamkini magonjwa ya Afrika ugonjwa haujawa mwingi sana. Kutoa bara la Afrika.
kila mji una siku nyingi ndani ya mwaka. Nyingi tunaweza kukuta labda kila baada ya miezi mitatu. Siku ya watu wote kufunga shughuli zote maduka na nini na wakuu wa mikoa na wakuu wa maeneo na wakubwa wote wakaungana wakaenda kusherehekea sikukuu ya mashoga. Inajulikana kama Gay Pride. Inaweza katokea kama hapa ikaenda mpaka viwanja labda vya Mnazi Mmoja. Wakaenda wakasherehekea mashoga, wamevaa nguo zote zinaweza kufikiria. Sasa kuna vyama vya vauchi wanakutana tu kabisa wa mnyama ndani ya mataifa haya. Hii kusudi tu watu waelewe. Kwa mfano, hii ni Italia, hii ile nchi iliyo yenye vifo vingi. Kiangalia hapa ni ukigoogle ukisema Italy Gay Pride kutakuja picha za watu wengi, makusanyiko kwa maelfu, makumi elfu ya watu wana rangi kama za nini ile? Rangi za mashoga zile rangi sita kama zile upinde wa mvua yes. Rainbow inaitwa. Lakini kutoa rangi moja ziko sita. So zile ni 7, mashoga wanatumia 6 zaidi. 6. Na ndo bendera ya Israel, taifa la Israel nalo lina pembe 6, pembe 3 6, kona 6 na nyota 6. Yaani yake 6 wanatumia. Kwa hiyo ukigoogle tu hapa utakuta masherehe makubwa ya watu na mamlaka na miji mikubwa ikiwa inafanya nini? Inatoka kwenda kusherehekea ushoga. Kwa Mungu ushoga dawa yake ni Sodoma na Gomora. Sio ugonjwa mdogo huu. Ni watu kuunguzwa. Anasema Mungu alishusha moto kutoka mbinguni na wakiberiti ukawala wote. Mungu ni yule. Mungu hakuwahi kubadilika kwamba labda alishakuwepo wakati fulani, sasa hivi anakubali tu kila dhambi. Hapana, Mungu ni yule jana leo hata milele. Hii ni na wanatumia alama ya upendo na moyo na nini kwamba ni upendo ndani yako. So kwenye ushoga wanasema kuna mapenzi au upendo. Hii ni China. Hiyo ni picha nyingine zilizotokea China za ushoga kwenye mji wa Beijing na miji yote ya China. Taifa la China ni taifa ambalo linaua Wakristo. Ukamatwa Mkristo unakusanyika kwa jina la Kristo, unaweza ukanyongwa au ukafungwa miaka mingi. Hili hapa ni picha moja tu ya kusanyiko wanaita Dom. Iko Spain, iko Madrid, mji mkuu wa Hispania. Ile nchi ya 3 kwa kuumia. Ni jumuiya kubwa ya watu wako wamekuja kusherehekea ushoga na mwingine unafanyika hapo usiku huo. Halafu tukitoka pale unasikia tunakusanyika siji wapi tuende kuwaombea watu ndugu zetu wa Italia. Kitu cha kwanza tuwahubirie injili waache uovu huu. Kwa sababu Mungu ni mtakatifu, anabariki lakini pia anapiga na laani. Na dhambi inapokuwa hana uwezo tena wa kuivumilia. Unakumbuka tukienda katika Mwanzo mlango wa 18, kitabu cha Mwanzo 18, Mungu alianza kujadiliana na Ibrahimu. Ibrahimu akasema sasa wewe unaenda kuipiga Sodoma na Gomora. Kuna ndugu yangu Rutu na kuna watu wengine. Je, utaua wema na waovu pamoja? Mungu anasema kama kuna wema si ule mji nitauokoa tu, kwa sababu kama kuna watu wanaomwabudu Mungu, wanakusanyika kwa jina langu, mji wote utapona kwa ajili ya hao. Anamwambia kwa mfano sasa kwa mfano kuvuta 50 ni wanatosha kabisa kuokoa ule mji. Mungu anasema 50 hao wanatosha kabisa. Sitaupiga mji kwa sababu kuna watu 50 wanakusanyika kwa jina langu, wanasikia Biblia, wananihofu. Watu mji wote utapona. Ibrahim akaona inawezekana 50 hawatafika. Alikuwa anajua ule mji wa ndugu yake Rutu. Anasema sasa vipi 45 tupunguze hata. Akasema hata 45 sina shida, nitauacha ule mji salama. Akaona sasa akaona nikija 40 labda akashuka sana, akasema vipi 30? Anasema hata 30
nitauacha ule mji salama. Wakashuka ikaonekana kwamba hata 10 wanawezekana hawapo. Kwa sababu akina Ruto walikuwa 8 tu. Hawafiki 10. Wakasema sasa nitakachokifanya nitawaondoa. Na wale watakao ngangania mkawaruta kangangania akataka kama kushikamana nayo. Ikabidi abaki hapo amekauka. Amekuwa nguzo ya chumvi. Lakini waliomsikiliza Mungu wakaenda kwenye mji wa Soali wakapona. Unaona sasa tumefikaje huko? Tumefika huko kwamba Mungu anapofika sehemu sasa ukakuta bara zima, nchi nzima, dunia nzima. Leo hii katika nchi ya Uingereza taifa linaitwa la Kikristo, linaitwa la Kristo. Ni 6% tu wanaoamka wakaenda kusali. Wanaosali ni 6%. 94% haijulikani inakuwa wapi. Labda inakuwa kwenye sherehe kama hizo. Lakini ni 6 tu wanaoenda kanisani kwenye 100. Sasa hawafiki idadi ya Rutu. Kwa hiyo Mungu anaona hana kilichobaki analeta pigo lake. Je, huu ni pigo la Mungu? Sio nikasema kwa sababu mimi siwasiliana na Mungu. Nisidanganye kwamba ni yule nabii mkuu Mungu akitaka kwenda kuua watu. Hapana. Akitaka kuniambia ataniambia lakini ninachokisoma kiko kwenye neno lake na neno lake ni kweli na amina muda wote. Kama ni mapigo ya Mungu sijui. Kama ni mwanzo wa utungu sijui. Ninachojua hivyo vitu vipo. Neno la Mungu imesema mara nyingi sana. Hebu tuone katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, tutasoma mistari mingi sana ndani ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Mlango tunaweza kusoma sehemu nyingi. Some tu mlango wa 30 na wa 28 tu peke yake. Kumbukumbu la Torati 28. Biblia inasema hivi, tuanzie mstari ule wa lengo la somo hili ni nini? Kichwa cha habari ni Mkristo cha corona na Mkristo afanye nini katika hali ya taharuki hii? Mkristo wa kweli afanye nini? Kitu cha kwanza ajue kweli, ajue kwamba kuna hukumu ya Mungu inakuja katika mazingira kama haya, lakini pia tutaona mbele kwenye somo afanye nini moja kwa moja. Kisoma katika mstari wa 22 Kumbukumbu la Torati 22 Biblia inasema hivi. Ukianzia 15 ndio utangulizi. Anasema hivi, lakini itakuwa usipotaka kuisikia sauti ya Bwana Mungu wako. Hutaki kuisikia sauti ya Bwana. Mungu anasema hataki uchafu, uasherati, uzini. Wewe unaenda nyuma zaidi unafanya mpaka ushoga tena unausherekeana unatafuta vyombo na mamlaka za kuusimamia na kuutetea na kupigania. Mungu anasema hautaki kuisikia sauti ya Mungu. Usiangalie, anasema usipotaka kusikia sauti ya Mungu, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizazo hivi leo. Ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Ugonjwa ni laana au ni baraka? Ni laana. Anasema mstari wa 16 anasema utalaaniwa mjini, utalaaniwa na mashambani. Ukienda mji mkuu wa China unalaaniwa. Ukienda mji mkuu wa Italia Roma unalaaniwa. Ukienda mji mkuu wa Spain Madrid unalaaniwa. Ukienda Tehran mji mkuu wa Iran unalaaniwa. Anasema uwe mjini au vijijini unalaaniwa. Yaani huna pa kujificha. Anasema mstari wa 18 utalaaniwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, maongeo ya ng'ombe wako na anasema laana zote. Twende sasa kwenye laana ya moja kwa moja ya magonjwa. Mstari wa 22 anasema hivi. Bwana atakupiga kwa kifua kikuu. Leo utasikia ugonjwa wa kifua kikuu umeongezeka duniani. Mungu anasema ndiye atauachia. Haya naomba mnihukumu. Nimekosea kusoma maneno ya Mungu. Ninastahili kuhukumiwa kwa hilo? Tuko pamoja, si ndio? Tuendelee kusikiliza. Anasema nitawapiga leo inatafuta chanzo cha kifua kikuu. Mungu amekisema. Okay, labda kama Mungu ana nguvu. Lakini kama Mungu ana nguvu, Biblia imesema kwamba atapiga dunia na mataifa ya dhambi kwa kifua kikuu na kwa homa. Katika ugonjwa unaosababisha homa kali ni homa hii unayosikia inatokana na kirusi cha coronavirus. By the way, wakati tunasoma aina kama 6 za virusi. Aina kama 7 hivi. Familia 7 za virusi. Hii ya corona tulisoma ilikuwa inaitwa coronavirus. Miaka mingi iliyopita. Wapo siku zote sema huyu sasa kaja
kwa makusudi. Yaani ni kama mtu alikuwa jirani yako mnaishi naye alafu kesho unashtukia ndiye anakuwa muuaji. Kwa hiyo sio kusema kama ni mdudu mpya, hapana, yupo kwenye historia za matibabu, yupo miaka yote. Yupo. Anasema atakupiga kwa homa na kwa kuwasha. Miongoni mwa vitu ambavyo mgonjwa wa ukimwi anaumia navyo ni kuwashwa. Yaani anaweza akajikuna mpaka ngozi katoka. Anasema na kwa hali ya moto kuungua. Na kwa upanga na kwa ukaufu. Ukaufu ni hali ya kukauka. Ni magonjwa mengi ya aina hiyo. Na kwa koga. Koga ni unga. Unga wa fungus. Navyo vitakufukuza hata uangamie. Huyu tulitegemea sasa, labda sio ninyi lakini walioko mbali. Tulitegemea kwenye shida hizi awe anatuhubiria huruma ya Mungu, ndio nitaihubiri nayo, lakini tuanzie kosa tulipoanzia. Mungu haendi tu moja kwa moja anaingia tu anahurumia. Anasema analeta ili kusudi tugeuke. Sasa hawezi kaanza kukupa huruma kabla hujaanza kuona ulipokosea, ulipoanguka. Leo hii wanataka kumlazimisha Mungu aonekane ni Mungu tu anaye mwenye tabia ya kusamehe, asiye hukumu. Hapana, Mungu anahukumu na msamaha kwa pamoja. Ndio sababu akatupa msamaha bure, akatupa Kristo bure. Lakini anasema msiponisikia nitawapiga kwa kifua kikuu. Nitapiga kwa homa, nitapiga kwa virusi. Twende kwa mstari wa 22, mstari wa 27. Sura hiyo. Kutaka kuonyesha kwamba ugonjwa, haya magonjwa hachezi nayo, anayasema mara nyingi. Mstari wa 22, wa 27 Biblia inasema hivi. Kumbukumbu Torati 28 anasema hivi. Bwana atakupiga kwa majipu ya Misri. Na kwa bawasiri. Huu ni damu au mauvimbe kutoka katika njia ya chakula ya chini. Na kwa pele wa kuwasha na kutoa damu ndani ya ngozi. Na kwa kujikuna ambayo hutapata kupoa. Yaani ni aina nyingi za magonjwa. Wao umekuwa mstari wa 27. Twende 35. Sura hiyo hiyo. Mungu anaendelea kurudia, anabadilisha aina ya ugonjwa tu. Tumeshaona homa, tunaona kifua kikuu. Mstari wa 35 Biblia inasema, Bwana atakupiga magoti na miguu kwa jipu lililo zito, usilopata kupozwa, tokea wayo wa miguu mpaka utosi wa kichwa. Watu hawataka kusikia maneno kama haya. Haya yameandikwa na Mungu. Haya naomba niulize swali. Kwa mfano tusipoyasoma haya, itazuia kutokea? Tukubaliane? Tena kwa taarifa yako tukiyasoma ndio yatakuwa hayatokei. Kwa sababu Mungu atasema, sasa nitawapigaje wakati wamesikia wamebadilika? Ninawaponya watu wangu. Mimi nakuhakikishia Mungu ni mwaminifu na ni mwema. Tukigeuka tutakuja kuona Mungu atatusamehe vizuri tu. Lakini asichotaka, anasema msipotaka kuisikia sauti yangu. Hebu mkumbuke tunaanzia mstari wa 15 sura hii. Alianzaje? Alisemaje? Alisema hivi, lakini itakuwa usipotaka kuisikiza sauti ya Bwana. Mungu anataka kwanza tuanzie kuisikia. Mistari hii tuisikie kwanza tubaki. Ishio kuisikia. Tulikuwa kwenye 35, turuke mbele twende 58. Sura hiyo hiyo. Biblia inasema. Biblia inasema 58. Anasema kama hutaki kutunza kufanya maneno yote ya Torati hii, na Torati ni nini? Ni kushinda uasherati, uzinzi, uchafu, tamaa, lakini zaidi sana ushoga. Leo hii nchi kama Marekani, huu msanii nimesomesha kidogo, nchi kubwa kama Marekani ya watu milioni kama 350 walikuwa wengi wameanza kupungua. Sio ugonjwa lakini ni hawazaliani. Kila mwaka kuna wastani wa watoto wanaotolewa mimba wasiopungua 300,000. Kila mwaka mpaka 600,000. Hizo ndizo zama ambazo Mungu huwa haziachagi hata kidogo. Hata kidogo. Mstari wa 58 Biblia inasema hivi.
Kama hutaki kutunza na kufanya maneno yote ya Torati hii yaliyoandikwa katika kitabu hiki, upate kulicha jina hili la fahari na utisho. Jina la Mungu ni jina la fahari. Jina la Mungu ni jina la utisho, jina la Kristo. Bwana Mungu wako, mstari wa 59 anasema, ndipo atakapofanya Bwana mapigo yako yawe ya ajabu. Ugonjwa ni wa ajabu eti. Wewe unausikia ugonjwa uko bara za mbali, lakini baada ya muda mfupi unasikia umeshafika kwenye bara jingine. Yaani unajiuliza, unaruka na upepo? Unaruka na nini? Umeeneaje haraka dunia hii? Anasema na mapigo ya anasema mstari wa 59, ndipo atakapofanya Bwana mapigo yako yawe ya ajabu na mapigo ya uzao wako mapigo makubwa kwa kweli na ya kudumu sana. Unaona ugonjwa kama ukimwi umedumu. Una umri wa mtu mzima. Haina anasema hauishi. Unadumu. Na magonjwa mazito ya kudumu sana. Yaani magonjwa unaugua leo, mtu anapambana ugonjwa mpaka sasa. Kansa inadumu haidumu? Inadumu mpaka kwenye uhai unapoondoka. Unasema ni magonjwa ya kudumu. Sasa naomba jamani tusaidiane kusikia sauti ya Mungu. Na tuwasikizisha watu wengine. Msiniangalie mkasema huyu anasema hapana, muulize huyu aliyeviandika. Na mimi nafikiri aliviandika akiwa na maana nzuri na sisi. Ili kusudi tusikie na sisi tukawaambie watu wengine na tuwajulishe makusudi, tujiponye nafsi zetu na watoto wetu. Mstari wa 60 anasema naye atakurejezea maradhi yote ya Misri juu yako uliokuwa ukiyaogopa. Nayo yataambatana nawe. Mstari wa 61. Tena kila ugonjwa na kila pigo yasiyoandikwa katika kitabu cha Torati hii atakutia nayo Bwana juu yako hata utakapokwisha kuangamizwa. Unajua alichokisema hapa ni nini? Anasema kuna ugonjwa mwingine utakuja baada ya kuwa hii Torati imeshaandikwa ambao uwezo ukasema kwamba umeandikwa. Anasema nao utatengenezwa nao utakupiga. Na anasema kwa mfano kama ugonjwa kama ukimwi, japo dalili zake nyingine zimesema humu, lakini nyingine yani ni tofauti kidogo. Anasema utakuja ugonjwa mwingine ambao haumo kwenye kitabu nao utakupiga. Nani anaamini kwamba maneno yameandikwa na Mungu? Nani anaamini? Je, yanastahili kusikizwa au yanastahili kufunikwa kama makanisa yanavyofanya? Yanastahili kusikizwa. Hapo sio jukumu kubwa sana. Sio kubwa sana. Ni kuja tu kila Jumapili ukatulia ukamsikiliza Mungu, kwa hofu neno lake. Kesho na kesho kutwa atakuwezesha hili na kesho kutwa atakuwezesha lile na lile na lile. Baadaye unajikuta umesimama upande wa pili, upande wa Mungu. Lakini anasema mkikaidi. Ungasema hili Mungu nani amekosea? Mungu amekosea. Anasema hilo ndio tutagombana. Twende, tulikuwa katika Kumbukumbu la Torati. Rudi kushoto utapita kitabu, actually tutaingia katika kitabu cha mambo ya Walawi. Kabla ya Kumbukumbu la Torati kuna Walawi. Kwenye Walawi tusome mstari wa 20, mlango wa 26, 14 Biblia inasema hivi. Walawi utapita Hesabu ndio utaingia kwenye Walawi. Walawi 26, Walawi mlango wa 26 mstari wa 14 Biblia inasema hivi. Hii ilikuwa mkumbuke, ilikuwa ni kumbukumbu la Torati. Yaani ni ukumbusho. Musa wakati anakaribia kuondoka ibidi achukue zile sheria zote alizowahi kuambia wana wa Israeli, aziandike upya, akaziita kitabu cha kukumbusha, cha kumbukumbu. Lakini yalikuwa ameshatoka kabla. Ilikuwa ni kama nakumbushia Walawi 26 ndicho alikuwa anakikumbushia, lakini akakipanua zaidi. Mstari wa 14 anasema hivi. Lakini msiponisikiza wala hamtaki kufanya maagizo haya yote, nanyi mkizikataa amri zangu. Dunia inazitaka amri za Mungu, inazipinga amri za Mungu. Tuseme kweli. Tuseme kwa sauti yote, inazikubali, inazipinga. Hata makanisa hayataki amri za Mungu, makanisa yanakwambia tuko chini ya sheria, amri zimeondoka. Biblia inasema anasema msidhani kwamba nimekuja kuitengua sheria bali kuikamilisha. Anasema hata mbingu zitakapopita yodi moja wala nukta itakuwa haikuondoka hata yote yatimie. Kristo anasema
Sio leo tu, hata baadaye sana. Neno la Mungu litakuwa lile. Kwa hiyo anasema katika namba la 14, msiponisikiza wala hamtaki kufanya maagizo hayo yote. Mstari wa 15, nanyi mkizikataa amri zangu. Leo dunia imezikataa amri za Mungu. Na roho yenu ikichukia hukumu zangu. Katika vitu ambavyo wanadamu wanachukia ni hukumu za Mungu. Mungu akisema hiki iko sahihi, sema hapana. Sisi tunaona tofauti. Mungu anasema sitaki utoaji wa mimba, abortion. Dunia inasema tunatangaza haki za kutoa mimba wazi na ikiwezekana tunatoa na madawa bure. Ndicho anachosema Biblia hii. Anasema ikiwa hamtaki kufanya maagizo yangu yote bali mwalivunja agano langu. Mstari wa 10 anasema mimi nami nitawatenda jambo hili. Nitaamrisha uje juu yenu utisho hata kifua kikuu na homa. Inaitwa homa ya virusi vya corona inaitwa. Zitakazo haribu macho yenu na kuidhoofisha roho, nanyi mtapanda mbegu yenu bure. Anaendelea na njaa na nini lakini anasema mtapigwa na magonjwa. Sasa ili kusudi mimi nitakuja kwenye somo la leo nitahubiri sehemu inayohusu msamaha wa Mungu kwa sharti la kumrudia Mungu. Mungu haendi hivi. Kwa hiyo hii tunataka kuonyesha kwanza makosa yetu tulipomkosea Mungu ili kusudi tukiwa tunatengeneza naye basi Mungu atusamehe. Lakini hatuwezi kwenda moja kwa moja kwa msamaha wa Mungu bila kwenda kuangalia makosa yetu tulipoanguka. Haipo. Tutakuwa tunadanganya uongo. Sasa tuende katika kitabu cha Ufunuo. Bado tuko kwenye pointi ya kwanza kwamba Mungu huyahukumu mataifa na naam hata dunia kwa magonjwa na vitu vingine, lakini tuangalie magonjwa. Tuende kwenye Ufunuo mlango ule wa 6. Kitabu cha Ufunuo mlango wa 6. Sasa hii ni ya baadaye kidogo. Japo huwezi kujua ndio sasa ndio mwanzo wake. Sio nikasema haijaanza. Lakini inawezekana kama mwanzo wa utungu, lakini tuangalie tutakapokuwa tumeingia ndani kabisa ya dhiki kuu. Hali ya ugonjwa itakuwaje wakati huo? Sio sasa. Hii ni mbona ni rahisi sana. Anasema katika Ufunuo mlango wa 6:7 Biblia inasema hivi. 7 anasema hivi. Na alipoifungua muhuri wa 4 nikaisikia sauti ya yule mwenye uhai wa 4 akisema njoo. Nikaona natazama farasi wa rangi ya kijivujivu na yeye aliyempanda jina lake ni Mauti na Kuzimu akafuatana naye. Nao wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi. Akisema nchi kwa Mungu ni dunia. Ugonjwa ulipo sio kama ni mdogo, umepiga sehemu kubwa. Lakini anasema huu utapiga robo ya nchi. Anasema wauwe kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni. Tauni, neno tauni ndio ule ugonjwa unaosema wa black disease, uko unaitwa tauni. Lugha iliyozoeka ya Kiingereza inaitwa plaque. Anasema msali ule anasema kwa tauni na kwa hayawani wa nchi. Hayawani ni wanyama wa porini. Hiyo nayo itakuja. Sijaisoma vizuri. Kwa unaona kwamba hii habari itaendelea mpaka nyakati za nyuma huko baadaye sana. Tulishaona kabla hapo kutakuwa kumetokea wale farasi wa rangi tofauti. Ataanza rangi mweupe, kuja rangi nyekundu, atakuja rangi nyeusi na hii kijivujivu. Mwingine atakuja na njaa, mwingine atakuja na vita, mwingine atakuja na mpinga Kristo na nini. Lakini mmoja wapo atakuja na magonjwa makubwa. Kwa hiyo kimsingi ukisoma Biblia ukaielewa, kimsingi ni bora dunia ikajiandaa zaidi kuliko kama kupumzika. Ni mzuri kajiandaa kwamba haya mambo yatakuja. Sio yameandikwa. Na neno la Mungu mimi ungeniuliza ukasema ufanyeje sasa? Yaani ungenipa mimi ndo nimshauri Mungu nimwambie kwamba hivi vitu vifute. Mungu tuombe viondoe. Lakini ameviandika. Kuna Wayahudi walimwambia Petro wakasema usiandike kwamba huyu ni mfalme wa Wayahudi. Wewe andika kwamba amejiita mfalme wa Wayahudi. Akasema hapana, nilichokwisha kiandika nimeshakiandika. Siwezi nikakibadilisha. Kama hivi imeandikwa hii ni miaka 2000 na zaidi imepita. Ni vigumu sana kuibadilisha. Sana ni kujaribu kujitiisha chini ya mkono wa Mungu.
Ni nani ambaye anajisikia kuhukumiwa sana? Mimi sihukumiwi sana. Nani anajisikia kuhukumiwa sana? Kwanza ngoja niseme. Bado Tanzania tuna nafasi, mataifa ya Kiafrika sio Tanzania. Tuna nafasi ya kutengeneza na Mungu. Tumemkosea ndio, tumechafuka ndio, lakini bado tuko katika nafasi ya kurudi nyuma ya kutengeneza na kuhakikisha. Lakini ndio sababu bado kuna nafuu. Na kuhakikishia kwa kasi ya ugonjwa ilivyo tu Italia leo, kesho walikuwa wameugua kama 15 20. Ndani ya wiki moja tayari kuna vifo zaidi ya 50 siku ule ugonjwa ulipofika. Lakini hapa Tanzania nadhani tuna zaidi ya wiki sasa. Tangu kesi ya kwanza ije Tanzania. Bado kuna kaunafuu fulani. Nafikiri tukiona hatupigwi sana ni vizuri yani tuanzie hapo kutengeneza na Mungu wetu. Sio kujisahau na kudhani kuna wengine wanakuambia Waafrika hawafi, hali yao ni wana kinga ya kutosha. Bana, hiyo sio habari nzuri sana ya kujidanganya. Inawezekana anasema yuko yule azuiaye, siku atakapoondolewa vitu habari zitakuwa tofauti. Kwa hiyo nadhani katika nafasi hii ni muda hata tukaanzia sisi tunaokusanyika hapa tu peke yake. Tukatafuta kwa sababu ka kufungua zaidi masikio yetu ya ndani ya kumsikiliza Mungu wetu. Kwa sababu uwezo kujua unaweza kukuta sisi tu kuwa wema mbele za Mungu ukakuta tumekuwa kama familia ya Rutu wale 10 walikuwa wanatafuta kuweza kuiponya nchi nzima. Wewe jua. Kwa hiyo unaweza kusema je, hii hali ya ugonjwa huu ndio dhiki kuu yenyewe? Hapana. Haina uhusiano. Bado habari. Dhiki kuu itajulikana, dhiki kuu yale mapigo makubwa ya mwisho wa dunia ya mpinga Kristo yatakuja pale mambo ili kusudi dhiki kuu iweze kukamilika iwepo. Lazima hekalu liwepo. Ambalo dunia nzima inaabudu pale. Na kulingana na vitabu vya Yeremia, Isaya na Ufunuo lazima ijengwe na Ufunuo mlango wa 11 lazima ijengwe Yerusalemu. Kwa hiyo unavyosikia sasa hivi makanisa yanakusanya michango kujenga hekalu la Wayahudi Yerusalemu, ujue wako wanaweka sasa ukamilisho wa hiyo habari. Kwa hiyo ili kusudi na lazima ili kujua kwamba zikikuu sasa imeanza na hivi vitu tulikuwa tunasoma kwenye Ufunuo vimetimia, lazima pia mpinga Kristo atawale kutokea ndani ya hekalu. Anasema asimame na kujiinua juu ya kila kiitwacho Mungu. Kulingana na Ufunuo na Wathesalonike mlango wa Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 na Wathesalonike wa pili mlango wa 2. Kwa hiyo ni kama viashiria vya awali. Hivi ni viashiria vya mbeleni huko. Lakini habari haitabadilika sana. Je, mwakani tutakuwa kwenye mapigo? Hapana, tunaweza kurudi kwenye amani yetu tukaendelea vizuri, lakini ingekuwa heri wakati tuko kwenye amani ndio wakati wa kutengeneza amani. Kwa hiyo pointi ya kwanza tunasema kwamba Mungu anahukumu dunia kwa magonjwa, ni tabia ya Mungu, imeandikwa sehemu nyingi, hizi ni chache tulizoandika. Sehemu ya pili. Pointi ya pili, Mkristo afanye nini sasa katika hali ya sasa hii? Pointi ya kwanza, kuna wengine wanakuambia, mimi juzi ngoja niwaambie. Juzi nilisikia kuna hao wanaoitwa sijui kanisa sijui la ufufuo wa misukule na wazimu. Liko hapo Ubungo. Sijui ufufuo wa misukule si nini. Sema wote hakuna hapana corona Tanzania hapana. Hiyo sio njia ya kujikinga, hata ni uongo. Kwa hiyo kitu cha kwanza Mkristo asipuuze, asidanganywe kwamba si hapana au kuenda siku kwa mwagio maji ya baraka yatakuponya. Usikubali utakuwa unadanganywa. Uwe unasali hapa unasali kwingine kokote maadamu umesikia hizo habari. Neno la Mungu limekataa. Kwa hiyo Mkristo kwanza asipuuze. Kama kuna sheria taratibu zimewekwa na mamlaka za serikali, hizo mamlaka tuzifuate. Siku serikali itakapoweka vitu ambavyo sio sahihi, tutasimama hapa tena tutahubiri kwamba hivi vya sasa ni vibaya msivifuate. Lakini mpaka sasa taratibu zinazowekwa na serikali ni njema. Mwenye makosa ni makanisa.
Yasiyowakumbusha watu chanzo cha mapigo ya magonjwa. Kwa hiyo Mkristo asipuuze. Lakini vile vile kutokupuuza, pointi ya kwanza katika kutokupuuza pia asiogope. Maana unaweza ukasema sasa wamesema tusipuuze, maana yake sasa yeye tunaogopa wengine mpaka mnakimbia, wengine wachimbe maandaki wakimbia. Hapana. Sio. Kuogopa bure, maana yake Mungu hayuko pamoja. Tuna katika na wewe. Tuna katika Mithali 28. Mithali 28:1 Biblia inasemaje? Kitabu cha Mithali mlango wa 28 mstari wa kwanza. Biblia inasema waovu hukimbia wasipofuatiwa na mtu, bali wenye haki ni wajasiri kama simba. Lazima katika majanga, wakati akina Daniel wanatafutwa, wanataka kufanya, walikuwa wajasiri, walikuwa hawana hofu. Jamani tunakufa, mtu samehe. Hapana. Walikuwa hawadhalau vile vitisho, lakini pia walikuwa hawahofi kwamba wamekatishwa tamaa. Leo unasikia taarifa habari, yani taarifa ikiongea Mkristo anaondoka, usisikilize zile taarifa habari zikakutisha. Kwa sababu ni kipimo cha uovu. Muovu hata asipofuatiwa ataona tu kivuli chake kinamtisha. Anasema lakini wacha Mungu wenye haki ni wajasiri kama simba. Lazima tusiogope. Hem, tuende katika kitabu cha Luka. Huko tumetoka kwenye Agano Jipya mpaka pointi nyingine. Twende katika Luka mlango ule wa 12:4-5. Twende haraka kidogo. Nikifika pale nitaanza kusoma. Luka 12:4-5 Biblia inasema hivi. Kwa 12:4-5 Biblia inasema hivi. Nami nawaambia hawana wawezalo kutenda anasema kuanzia mstari wa 4 anasema nami nawaambia hawana wawezalo kutenda zaidi, lakini nitawaonyesha mtu mtakayemwogopa. Muogopeni yule awezaye, ambaye akiisha kumuua mtu ana uwezo wa kumtupa katika jehanamu ya moto. Naam, nawaambia muogopeni huyo. Yesu anachosema, na hiyo habari inaelezwa vizuri pia kwenye Mathayo 10:28. Anasema hivi, msiwaogope. Okay, alichokuwa amesema hoja kamili. Alisema hivi, msiwaogope hao wanaoua mwili. Ugonjwa kama wa corona huua mwili. Basi. Lakini alikuwa ameanzia na vitu vingine vya kutisha vinaweza kuwa mwili, labda watu wanaokuzuia kumwabudu Mungu, hataki maabudu Mungu, watu wanaowatesa watu wa neno la Mungu na nini. Lakini na ugonjwa vile vinasema, yani katika hali ya kawaida leo hii Wakristo wanaiogopa kirusi cha corona kuliko wanavyomwogopa Mungu wao. Ndio sio? Corona imekuwa maarufu mara 50 kuliko Mungu wao. Wakikutana, wakitumiana message kufanya ni hapa. Kwa nini msingefanya hivyo mkafanya kwa Mungu wenu jamani? Kwa Kristo wenu. Kristo anasema msiogope vitu vinaweza kuwa mwili kama mgonjwa. Muogopeni yule ambaye ana uwezo wa kuua mwili na kutupa katika jehanamu ya moto, ambao ni Mungu peke yake. Tu mimi namuogopa Mungu kuliko corona. Niseme ukweli. Na wewe naomba tufatane katika hilo. Mungu aliyetumba ndicho anachosema, usiogope vitu vyenye kuua mwili peke yake. Ogopa kile ambacho kitaua mwili na baada ya hapo kikapeleka roho katika jehanamu ya moto, ambao ni Mungu. Leo hii corona imekuwa maarufu kuliko Mungu. Na Wakristo nao message ma group na nini na picha na kile, hapana. Hiyo ukiona Mkristo namna hiyo ujue hayuko sawa na Mungu. Na ugonjwa unaweza kuanza kwake vile vile. Twende katika Warumi, sitaisoma Warumi kwa sababu muda umeenda. Nisome Warumi tu nitaitamka tu mdomoni. Warumi 8:38 anasema hivi. Anasema nami nimeshahakikishwa kwamba wala si mauti, wala si uchi, wala si njaa, wala jaza chochote kile, wala si ugonjwa utakaoweza kututenga na Mungu, ikiwa ni pamoja na kuhofu
tukahisi kwamba labda hicho kitu kina nguvu kuliko Mungu wetu. Hapana. Leo hii Wakristo wanaogopa zaidi kuliko wanaogopa Mungu, na hawaamini kama Mungu anaweza kuwaponya. Wanawaambia tunaenda kuomba, kufunga, lakini kimsingi kiukweli katika mioyo yao hawaamini kama Mungu anaweza chochote kwao. Hata katika kitabu cha Tenashara, amini cha Thessalonike, Thessalonike 4:13. Thessalonike wa kwanza 4:13 na 14. Sitaenda huko. Nitaitamka tu. Anasema nami sitaki muwe kama hao wasio na matumaini. Alikuwa anaongelea ugonjwa, hapana, alikuwa anaongelea habari za ufufuo wa wafu. Lakini anasema sitaki muwe kama hao wasio kuwa na matumaini. Watu leo wanaogopa kifo kuliko hukumu ya Mungu. Wanaogopa kifo cha Mungu. Sio kweli, ni makosa. Yesu mwenyewe alikufa. Roho Mtakatifu, Yohana Mbatizaji alikufa. Na hata ukiogopa kifo namna gani lazima utakufa by the way. Lakini ukimwogopa Mungu unaweza kutengeneza naye usipate hukumu. Kwa hiyo ni bora kumwogopa Mungu ambaye unaweza kubadilisha chochote. Kifo ukiogopa ni kujidanganya, kitakuja tu. Ni nani anadhani kwamba kwa kuogopa kifo mtu atakipona? Ni kujidanganya. Lakini ukimwogopa, anasema ukiwa na hofu ya Mungu utatengeneza na Mungu. Na utapona hukumu ambayo ni mbaya. Kwa hiyo naomba jamani tuelewe hii hoja na tuifanyie kazi. Tuende katika Ayubu mlango ule wa 13:15. Biblia inasema hivi. Ayubu 13:15. Tukiwa tunaendelea kuongelea haja ya tumesema tusipuuzie. Tusijidanganye kuwa na imani ya uongo kwamba haitakuja hapana. Tutakuja kuona cha kufanya zaidi ya kuogopa, lakini tuchukue hatua gani nyingine. Tutaeleza kwenye somo la leo. Ayubu mlango ule wa 13 mstari ule wa Ayubu 13:15 anasema hivi. Ayubu 13:15 Biblia inasema hivi. Tazama, hii ameandika katika Biblia ya Kiswahili ambayo ameukosea. Nitausoma katika King James. Ayubu 13:15. Mstari muhimu, kwa hiyo inabidi turejelee kwa kusoma. Ayubu 13:15 Biblia inasema katika King James anasema hivi. 15 anasema hivi. Though he slay me, yet will I trust in him, but I will maintain mine own ways before him. Anasema hivi, mniambia kama alivyoandika kwenye Kiswahili. Anasema hata ijapokuwa, anasema hata akiniua. Maana Ayubu alikuwa katika mapigo na yale mapigo alikuwa anajua kwamba Mungu ameyaruhusu. Anasema hata kama ataniua nikaondoka duniani kwa mfano, anasema bado nitakufa katika kumtumainia anyway. Anasema na nitaendelea kushikilia ukamilifu wangu mbele yake. Sitabadilisha utaratibu wangu kwamba labda sasa Mage alikuwa ametoka kupata ushauri na mke wake alikuwa kwenye shida. Mke wake alikuwa amefoa watoto 10 na yeye. Katika kukatishwa tamaa na maisha yamekuwa magumu. Sasa Ayubu, hebu kwa nini usimtukane Mungu ukafa? Sasa Ayubu alikuwa anaonyesha anapinga hizi habari, anasema hata kama nitakuwa naenda kufa bado sitakufa katika kumkana, nitakufa katika kumtumainia tu. Nadhani kwamba ni maneno ya kujipa sifa tu, lakini hayawezekaniki. Si unaweza bado kumwamini Mungu hata kifo. Kwa sababu hata usipomwamini hata mpaka kifo bado utakufa tu anyway. Kwa hiyo bora muamini ukiwa unamwamini. Pointi ya pili katika Mkristo afanye nini? Maana pointi ya kwanza tunaona kwamba Mungu anahukumu dunia. Pointi ya pili tunaona kwamba Mungu kwamba Mkristo afanye nini? Tunaona ya kwanza asiogope. Japo asipuuzie lakini asiogope. Sasa tuje pointi ya pili katika Mkristo afanye nini nyakati kama hizi? Ni vizuri Mkristo atengeneze na Bwana. Twende katika kitabu cha Nyakati kutengeneza na Bwana. Katika kitabu cha Nyakati Nyakati wa pili mlango wa 7:14 Biblia inasema hivi. Hapa ni Sulemani akiwa Nyakati wa pili 7:14. Hapa ni Sulemani akiwa analikabidhi hekalu aliyomjengea Mungu kwa watu, na anasema namna ya kufaidi hekalu, namna ya kufaidi kanisa. Kanisa hata kama ulikuwa umeanguka, kanisa likusaidie kusimama. Hata kama ulikuwa umepotoka, kanisa likurudishe katika unyoofu. Na sio mimi tu, wote. Nyakati wa pili 7:14 Biblia inasema hivi,
Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, hao ni watu waliomwamini Yesu Kristo. Sio kila Mkristo anaenda kanisani, hapana. Ni watu walioamini jina la Yesu Kristo na kulikiri na kuokoka. Walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Nani anadhani kwamba huu mstari hauwezi kuhusu ugonjwa wa leo? Unahusu. Kristo atengeneze na Mungu. Makanisa atengeneze na Mungu. Dhambi zianze kuhubiriwa. Mungu anatukumbusha kwamba mmesinzia sana, mnatafuta sana baraka, hamkumbuki kicho cha Mungu. Twende katika Nyakati. Hiyo ulikuwa kwenye 7, turudi 6. Nyakati 6. Nyakati wa pili 6, 28 na 29. Biblia inasema hivi: ikiwa nchi imeingia njaa na tauni, neno tauni ndio ugonjwa, ndio picha ndio ugonjwa, tauni ni ugonjwa. Nyakati wa pili mlango wa 6 mstari wa 28 na 29. Anasema hivi: ikiwa nchi imeingia njaa na tauni, kama hivi tumeingia kwenye ugonjwa, au ukosefu wa mvua. Unaona nimeambia ili somo halihusu tu ugonjwa, inahusu hata ukame na vitu vingine, yani majanga, matatizo. Anasema au ukosefu wa mvua au ukungu. Siku hizi kuna magonjwa yanaitwa ukungu yanakula. Kwa mfano kuna ugonjwa wa nani unaitwa nyauko. Ulipiga mikoa ya Kagera na ya jirani. Na nchi za jirani. Ni hali hiyo, ni magonjwa kama hayo makubwa. Anasema au ukungu au nzige au panzi, ikiwa adui wamewahusuru katika nchi ya miji yao, au ukiwapo msiba wowote, tatizo lolote kubwa au uele wowote. Mstari wa 29 anasema yoyote atakayeomba na kusihi mtu awaye yote au watu wake Israeli wote pamoja, watakapo jua kila mtu pigo lake mwenyewe na msiba wake mwenyewe, akiunyoshea mkono nyumba hii, basi usikie huko mbinguni, ukaapo usamehe, ukampatilize kila mtu kwa kadiri ya njia zake zote, wewe ujuaye moyo, maana wewe peke yako ndiwe ujua mioyo ya wanadamu. Unaona kwamba hekalu, kanisa linatumika kama chombo cha kuponya mapigo ya dunia, ya nchi, ya dunia, ya nchi. Twende katika kitabu cha Zaburi mlango ule wa 20. Ni wakati wa kutengeneza na Bwana. Zaburi tulikuwa kwenye mambo ya Nyakati wa pili. Twende mbele zaidi, tutapita katika Ezra, Nehemia, Esther, Ayubu, Zaburi. Zaburi mlango wa 20 mstari wa 7 Biblia inasema hivi. Zaburi 27 Biblia inasema hivi. Zaburi 27 Biblia inasema hivi. Zaburi 27 Biblia inasema hivi. Hawa wanataja magari na hawa wanataja farasi, bali sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Hiyo utasikia Uchina wanaakili sana, wameshagundua si wana maabara za kimataifa nyingine ziko juu ya angani si wapi, wameshagundua ugonjwa. Chanzo cha ugonjwa kama ni Mungu aliyewaumba, hata kama hamtaki kumsikia, hamtaki neno la Mungu lihubiriwe kwenye nchi yenu, hata kama mtakuja na farasi kupigana vile vita na magari, lakini watu wa Mungu lazima wamwangalie Mungu wao. Anasema wengine watasema magari, wengine watataja mafarasi ya vita na nini, lakini sisi tutalitaja jina la Bwana. Na jina la Bwana sio kusema Bwana tuponye, Bwana ni kutengeneza na Mungu, ndipo inapoanzia. Basi. Na Mungu anapenda watu wanaotengeneza naye. Mungu anapenda watu wanaotubu kuliko watu ambao hawatubu hata kama ni wasafi kiasi fulani. Mungu anapenda mtu ambaye muda wote anajirudi zaidi hata kama ametoka pabaya. Pointi ya 3, Mkristo afanye nini? Asiogope. 2, asidharau. 3, atengeneze na Bwana. Lakini 4, ndio point ya 4 actually anasema asijifanye kudharau. Ndio naifafanua zaidi. Nilianza nayo lakini sikuipa maandiko.
Ngoja tufafanue. Tumetoka kusikia juzi na nilikuwa nasikia nafikiri mtumishi pale Filipo. Alikuwa ananiambia habari za si ni askofu, si mchungaji, si nabii. Anakuambia haamini kwamba kuna ugonjwa. Mwingine anakuambia kama kuna ugonjwa, nipeleke ukaniue nione kama upo. Yaani ni kama kejeri. Nikana kwamba haamini kwamba Mungu anaweza akaleta ugonjwa, kana kwamba Mungu hawezi. Hapana. Sio wakati wa kudharau. Sio wakati wa kujifanya tuna imani ya kuhamisha milima kwamba ngoja nipeleke nione utakavyoniua. Hapana. Ujinga. Biblia inasema tuende katika kitabu cha Mithali. Mithali tena sehemu 2. Mithali 22. Hii ni mithali mizuri sana ya kuikumbuka jamani. Mithali 22 na 27 ni mithali ya msingi sana. Naomba tuikumbuke na sio kwa magonjwa tu, inahusu maisha ya kila siku yetu. Mithali 22:3 anasema hivi. Na Mithali 27:12. Siandike pamoja kwa sababu ni mstari mmoja lakini Mungu anaurudia mara mbili. 22:3 na 27:12. Anasema hivi. Mithali 22:3 anasema hivi. Mwenye busara huyaona mabaya na kujificha, bali wajinga huendelea mbele wakaumia. Tatizo likija, ugonjwa hata kama unaachwa na Mungu, huwezi kusema nina imani ya kuhamisha milima basi ngoja uniue tuone basi. Anasema huyo ni mpumbavu. Ndio sababu nasema yakitolewa maelekezo ya namna ya kujikinga, ya kuepuka mikusanyiko, ya kunawa mikono kutumia sanitizers maalum sahihi katika mazingira yanayostahili, tufanye hivyo. Tusije kufanya kama sisi Mungu wetu bwana. Sisi Mungu anatuwetu. Kwa utakatifu upi tulio nao? Wa kuanza kumjaribu Mungu hivyo. Hapana, anasema mwenye busara haki. Na huo msara anaurudia katika Mithali, tukua kwenye Mithali 22, tuende mbele kidogo Mithali 27:12 anasema hivi. Mwenye busara huyaona mabaya na kujificha, bali wajinga huendelea mbele wakaumia. Anarudia mstari huu. Mithali 27:12 anasoma sambamba na Mithali 22:3. Tulikuwa kwenye Mithali 27, turudi Mithali 21. Biblia inasema Mithali 21 mstari wa 31 Biblia inasema hivi. Mstari wa mwisho kabisa. Nasema hivi. Hii mithali tuliyosoma inahusu nini? Inahusu kuchukua tahadhari, tusijifanye kama tuna imani ya kuhamisha milima ya uongo. Na hizo imani ndizo zinadanganya nakwambia twende tukanywe kikombe si cha nani, si cha babu, acheni. Ni uongo. Sisi twende twende tukaombee mnaenda kupata utajiri leo na kesho. Watu wanakufa kwa kanyaga wanatafuta utajiri. Ni imani za uongo zile. Actually ni imani za kishetani. Mlango wa 21 mstari wa 31 Mithali inasema hivi. Farasi huwekwa tayari kwa siku ya vita. Nakwambia kama kuna vita weka farasi. Unaenda kapigane. Lakini Bwana ndiye aletaye wokovu. Kwa lugha nyingine kwamba usije ukasema Bwana ataniokoa tu. Lakini kama kuna farasi iweke, ila mtu pamoja na kuweka farasi ni sana kwamba mtu useme kwamba Mungu ni mwema, anatupenda sana, tuache tulale bila kufunga milango, tulale bila kufanya chochote tu. Hapana, itakuwa kumjaribu Mungu. Nasema tuchukue tahadhari. Kwa hiyo tusifanye kudharau. Pointi ya 3 na ya mwisho, maana hii ziko ni pointi kama 3 ndani ya pointi ya Mkristo afanye nini? Asidharau, lakini asiogope kama wasiona matumaini na atengeneze na Mungu. Lakini pointi ya kufunga hii ni ya jumla sana, nitasoma mistari michache ya kufunga. Na naomba hii sitasoma mistari yake. Nitasoma mstari mmoja au miwili. Nyingine nitaiacha. Nitaiorodhesha tu, nitaenda kuisoma. Mataifa ulimwengu watendakazi wa mpinga Kristo. Watendakazi wa mpinga Kristo tulishaona kwamba kuna mnyama wa kwanza na mnyama wa pili. Mnyama wa kwanza ni mamlaka ya dunia, mnyama wa pili ni mamlaka ya dini za dunia. Ni Babeli. Nikasoma katika Ufunuo mlango wa 13. Hao watendakazi wa mpinga Kristo watatafuta mbinu za kuifanya dunia ikutanike sehemu moja. Ifikiri pamoja,
ione kitu, iangalie sehemu moja ili kusudi iweze kusikia sauti moja mpika Kristo. Kimoja cha vitu atakachotumia ni magonjwa. Ugonjwa wa ukimwi, kuna Marekani mmoja ni daktari wa Kimarekani tena mwanajeshi nadhani. Anaitwa Robert Garo. Yuko mpaka leo, nenda kwenye mtandao. Anasema tulitengeneza ukimwi. Mara ya kwanza tulikuwa nenda kwenye video iko wazi hawafichi. Anasema wakati tunatengeneza anakuwa amevaa koti lake jeupe kabisa. Ukimuona unasema nitampa mwili wangu aushughulikie, lakini anasema wakati tunatengeneza ukimwi mara ya kwanza tulikosea kidogo, tukawa tunataka unaoua baada ya mwaka 2-3, lakini kwa unaoua baada ya wiki 3. Kumbuka ukimwi kwanza ulipokuja huko. Lakini ikabidi sasa twende tukaupunguze kidogo kasi. Robert Garo. Sasa okay. Kazi ya shetani ni kuua, kuiba na kuharibu. Lakini kazi ya pili ni kummilikisha mpinga Kristo na shetani mamlaka ya dunia hii. Njia inayotumika ni kuikusanya dunia. Leo hii dunia yote inafikiri pamoja, inaamkia pamoja, inaangalia sehemu moja, TV za aina moja, inafikiri pamoja, Wakristo wasio Wakristo chini ya corona huyo. Yaani wameunganishwa na corona kiasi kwamba ukitaka kuwaambia kitu fulani cha pamoja watakisikia kwa sababu watakuwa wako pamoja. Njia nyingine watakayoitumia mbali na magonjwa ni vitu kama amani ya dunia. Inabidi tutaitafuta amani ya dunia. Sasa kitu kama amani kinahusu watu wote. Kitu kingine watakayotumia cha pamoja ni pamoja na mabadiliko ya tabia ya nchi. Mazingira na joto na nini. Vitu ambavyo wanaona kwamba vinagusa kila mtu. Kwa mfano ugonjwa kama unaambukizwa unagusa wote. Lakini dunia kwa kawaida imekuwa haiko pamoja. Kwa mfano ukijiuliza Warusi na sisi hatuna uhusiano wote, hatufikiri pamoja. Lakini na wakia leo wote tunasikiliza, tunaangalia mitandao wote tukiangalia corona inavyokuja. Kwa hiyo njia nyingine ni tuende katika kufunga tu kwenye Ufunuo mlango wa 13 mstari wa 14 mpaka 18. Huo ndio mstari wa mwisho. Nitaka nisome Ufunuo 11 lakini sitaisoma kwa sababu muda umeenda. Ufunuo 13 mstari wa 14 Biblia inasema hivi. Ufunuo 13:14 Biblia inasema hivi. Anasema hivi. Naye awakosesha wale wakaao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga naye akaishi. Mstari wa 15. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya ule mnyama hata ile sanamu ya mnyama inene na kuwafanya hao wote wasio sujudu sanamu ya mnyama wauawe. Mstari wa 16. Naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa na matajiri kwa maskini na walio huru kwa watumwa watiwe chapa katika mkono wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu wale yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa yule mnyama jina la yule mnyama au hesabu ya jina lake. Hapa ndipo penye hekima watakatifu. Unajua maana yake ni nini? Ili kusudi watu wote waweze kukusanyika sehemu moja, lazima uwape tatizo moja la pamoja. Uwape mabadiliko ya pamoja ya tabia nchi. Uwaletee vita vya dunia ili kusudi wote wasikie sehemu moja. Vita kuu ya kwanza ya dunia iliyoanza 1914-18 iliondoka na umoja mdogo wa mataifa uliojulikana kama League of Nations. Nishasema hizo habari. Uliondoka mwaka 1919. Kwa sababu ya tatizo moja la vita kuu ya dunia. Haikufika hata Tanzania ile. Ikaja miaka kadhaa baadaye kama 10 na kitu, ikaja mwaka 1939 1945 ikaja vita kuu ya pili ya dunia iliyoua watu kama milioni 60 jumla, Wayahudi 18,000, Wayahudi 6,000, milioni 6 ikatengeneza huu umoja wa mataifa wa leo. Dunia ikaendelea kuwa pamoja. Leo hii hata taratibu zetu za manunuzi ya kiserikali zinatungwa na umoja wa mataifa. Ndizo zinazofanya kazi Kiribati, ndizo zinazofanya kazi Papua New Guinea, ndizo zinazofanya kazi Kyrgyzstan, ndizo zinazofanya kazi Kazakhstan, ndizo zinazofanya kazi Zambia, ndizo zinazofanya kazi Tanzania kwa sababu tuna mamlaka moja ya ulimwengu. Na sasa hivi tunapambana na kutafuta vitambulisho vya taifa na namba moja, kila mtu anakuwa na namba moja, ndicho kinachoendelea
India sasa hivi. Sasa magonjwa kama haya pamoja na vitu vingine na kuua na nini lakini pia ni kuleta dunia sehemu moja ili kusudi yale ili unabii uweze kutimia. Tutaishi hapa kwa leo. Ukitaka unaweza kusoma Ufunuo mlango wa 11 18 anaposema kwamba siku fulani Kristo atakapokuja atawaharibu wale watu walioiharibu dunia. Hao watu wanaotengeneza. Juzi niliangalia Bill Gates video yake inaonyesha mwaka 2015 anaeleza ugonjwa huu utakavyokuwa utakavyokuja utakavyoua watu wengi. Alikuwa anasema kana kwamba anaujua. Watu wanasema unamwona huyu mtu ni kama nabii anajua sana. Kumbe maabara zilikuwa zinafanya kazi tangia zamani. Lakini watu wanakuambia yule mtu mtaalamu sana, alafu ndo anaenda na mwaga mapesa mengi, anakuambia kwa ajili kuicontrol dunia. Sasa mtu akishamwaga pesa lazima wote mtakutanika sehemu moja mfikiri pamoja. Kwa sababu tayari mnatazama moja na mna chakula cha pamoja. Bwana Mungu tunakushukuru kwa fadhili zako. Asante kwa somo la leo. Mungu tunaomba ikaendelea kutengeneza Mungu. Tuko katika majanga ya kiafya, janga la dunia, lakini Kristo tutakutumainia wewe hata kama tutailinda miji yetu, lakini wailindao walinda bure iwapo wewe Kristo hutakuwa pamoja nasi. Mungu nakuomba katika kusanyiko hili asiwepo mwenye kupata ugonjwa huu, bali katika unyoofu wa mioyo yao Mungu wakapate nafasi ya kutengeneza na wewe na kwenda kuwaongoza walimwengu wengine kutengeneza pamoja na wewe mfalme wa ajabu. Tukasikia habari hizi huko na kwa huruma zako sio kwa maneno yetu mengi, lakini kwa huruma zako ugonjwa tukausikie na utakapoisha tuweze kumshukuru Mungu wetu. Baba tunakushukuru katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Tunakupokea. Amina.